Karibu kwenye utabiri wa nyota wa Jumanne ya tarehe 21 mwezi ni wa 7 mwaka 2026. Tutaangalia nishati itakayozunguka kwa kila nyota na kipi cha kutarajia kwa nyota husika. Pia zipo nyota ambazo zitakuwa na mvuto au bahati zaidi, nazo ni nyota ya Sagittarius au mshale, na pia nyota ya Cancer au kaa, nyota ya Pisces au samaki, pamoja na nyota ya Gemini. Hizi ni nyota ambazo ni miongoni mwa nyota zitakazokuwa na bahati kutokana na mizunguko ya sayari au alignment ya nishati itakayokuwa. Kama kwenye nyota ya Gemini, Uranus itakuwa katika nyota yao na itawasaidia kujifunza mengi kuhusu wao wenyewe. Kwa hivyo wataanza kujitambua kwa kiwango kipya. Jumanne hii Uranus anapowasiliana na Jupiter ambaye yuko katika nyota ya Leo au nyota ya Simba, utapata ujasiri wa kueleza mawazo na vipaji vyako kwa uwazi zaidi. Maarifa unayoyakusanya leo ndio yatakao kuwa utajiri wako mkubwa. Kwa hivyo kadri unavyojifunza na kuongeza uelewa wako, ndivyo unavyofungua milango ya mafanikio yako. Leo ni mwanzo wa hatua mpya yenye bahati na maendeleo. Au ni kwa watu wa Gemini na mapacha. Uranus itawafanya waweze kuwa na mvuto zaidi na kuwafundisha kujifunza mengi. Wenye nyota ya Pisces au samaki, Jupiter anatengeneza muunganiko mzuri na Uranus, na hii itawapatia motisha ya wao kufanya kila linalowezekana kwa ajili ya familia yao na usalama wao wa maisha. Kwa hivyo Jumanne hii nishati yao inakuwa na mvuto na bahati kutokana na kuwa nishati ya Jumanne inalenga kujenga mustakabali imara wa kifedha, na pia utawafanya waweze kuacha wasiwasi usio wa lazima na kuelekeza nguvu zao kwenye mambo yanayowapatia kusudi la kweli. Kwa hivyo bahati inakuja kwao kupitia nyumba yenye amani, familia na kumbukumbu nzuri. Pia kuna uwezekano wa matukio ya ghafla ambayo yataletea hao wenyewe neema na fursa ambazo hawakuzitarajia. Pia katika nyota ya Cancer watakuwa na kipindi kizuri Jumanne ya leo, na pia mvuto na bahati viko upande wao kutokana na kuwa Jupiter ilikuwa katika nyota yao siku chache zilizopita, na mwaka huu utakuwa mzuri zaidi kwa sababu nyota ya kaa mwaka uliopita walikuwa kwa transitioning ambayo iliwapatia changamoto nyingi sana. Kwa hivyo sasa hii wataanza kuona matunda ya juhudi zao. Kwa hivyo Jumanne hii wanaweza kuhisi faida ya kile kitu alichokuwa na kijenga kwa muda mrefu. Wanaweza kupata utulivu wa kifedha au kutambua kuwa kuna zaidi ya kuliko kile alichokuwa na kidhania. Kwa hivyo Jupiter akiwa katika nyota ya Leo au Simba anamhimiza Cancer kuomba kuwa na ujasiri, kwa sababu kila anachokitamani huku Uranus ikiwa katika Gemini inamkumbusha kuwa achane na aliyopita na kila anachokitamani kitafanikiwa kwa sasa, kwa sababu ni wakati wa ukurasa mpya wenye mafanikio. Pia nyota nyingine ni Sagittarius au nyota ya mshale, itakuwa na bahati zaidi kwa sababu Jumanne hii Uranus inaamsha eneo la mahusiano yao. Wataanza kuelewa vitu kwa undani zaidi, wataanza kuelewa mahitaji ya watu wanaozunguka, na hii itasaidia hao kujenga ushirikiano wenye manufaa. Pia Jupiter iko katika nyumba ya Leo au ya Simba, lakini Jupiter pia ni mtawala wa sayari hii ya Sagittarius ya nyumba ya 9. Kwa hivyo kutakuwa na elimu na upanuzi wa maisha, wanaweza kuona milango ya fursa itafunguka, kuna ukuaji wa mafanikio, na pia wanaweza kufikiria kusafiri, kujifunza jambo jipya au pia kupanua biashara zao. Kwa hivyo huu ni wakati mzuri wa kuchukua hatua kwa sababu bahati inaongezeka. Kwa hizi nyota za 4 ndio zimebeba nishati kubwa ya Jumanne ya leo. Lakini pia tukiangalia nyota zote, utabiri wa nyota zote kwa siku ya Jumanne, tukiona kuwa jua liko katika nyota ya kaa na mwezi uko katika nyota ya nge. Jua liko katika nyota ya kaa likijitayarisha kuingia kwenye nyota ya Simba ambao ni kesho hapo tarehe 22 mwezi wa 7 tunaingia Leo season. Kwa hivyo happy birthday to all Leos, ama watu waliozaliwa katika nyota ya Simba. Kwa hivyo leo jua likiwa katika nyota ya kaa kuna nguvu, kwa sababu nyota ya kaa ni nyota inayozungumzia kuhusu masuala ya familia, usalama wa kihisia, malengo ya muda mrefu. Pia mwezi ukiwa katika nge ni nyota ya hisia za kina na pia mabadiliko, kwa sababu inataliwa na Pluto.
Kwa hivyo watu wanaweza kugundua ukweli ambao umekuwa ukijificha kwa muda mrefu. Kwa hivyo ni siku nzuri ya kila mtu kufanya maamuzi kwa utulivu, kuamini hisia zako za ndani na kuachilia yale yanayokuzuia kusonga mbele. Lakini tukiangalia kwa nyota zote, ni shati ambayo atabeba na kitu gani tutarajie. Tutaanza na nyota ya kwanza, nyota ya Aries au punda. Hivyo basi usisahau kusubscribe, like, share and comment ili uweze kujua nishati ya siku husika iko vipi, unastahili kufanya nini. Aries, tukiangalia utabiri wa leo Jumanne, naona kuwa kuna vyanzo vipya vya mapato vinaanza kufunguka. Pia kuna ule uwekezaji uliokuwa umeufanya kutoka zamani unaenda kuzaa matunda. Pia kuna njia ambazo zilikuwa zimefungwa zitaanza kufunguka kwenye maisha yako, na utaanza kufikia level za juu zaidi bila hata kizuizi chochote. Pia hawa watu wa Aries wanaweza kujiunga na kikundi kipya cha kijamii kitakachopanua mtandao wao wa watu, na hata huu mtandao utawasaidia kuwaletea fursa mpya. Wengine wanaweza kuamua kuacha kazi ambao haiwanufaishi ili kufuata nafasi bora zaidi, na kama uko single, kuna uwezekano wa kukutana na mtu anayekufaa na kuanza safari ya uhusiano wa kudumu au ndoa. Tukiangalia nyota ya Taurus au nyota ya ng'ombe, naona kuwa biashara yako inaweza kuletea faida za haraka na kukuongezea wewe kujiamini zaidi. Kuna bahati ya fedha inaonekana itaongezeka. Pia kuna uwezo wa kuanzisha urafiki mpya utakaochangia maendeleo ya biashara au kazi yako. Kitu ambacho nahimizwa siku ya leo kama uko na nyota Taurus ni kuepuka msongo wa mawazo nyumbani, na uweze kutumia muda mwingi kutafakari au kufanya meditation au maombi ili kupata utulivu wa ndani. Pia naona kuwa baadhi yenu wanaweza kuhisi dalili ndogo za mafua, hivyo msipuuzie afya yako. Afya yako ndio inakuja kwanza. Tukiangalia nyota ya tatu Gemini au mapacha, naona kuwa baraka za wazee au watu wenye hekima zitakupatia ujasiri wa kufanya maamuzi sahihi. Kwa hivyo intuition yako ambayo ni ile sauti yako ndani, sauti ambayo huwa haipigi kelele, sauti ambayo inakuja bila mkanganyiko, hii intuition itakuongoza kwenye mafanikio ya kifedha na kielimu. Hakuna tena vikwazo vikubwa vinavyoweza kuzuia bahati yako, na unaweza kukaribia kupata kazi kama hauna kazi au nafasi uliokuwa ukisubiria. Wanafunzi wana nafasi nzuri sana ya kufanya vizuri ikiwa wataendelea kujituma na kuepuka uzembe. Haya ni kwa watu wa Gemini. Kwa hivyo kama ni student, soma kwa bidii. Una nafasi nzuri sana ya kufanikiwa. Ukijituma vizuri basi na kuepuka uzembe utafanikiwa. Nyota ya Cancer na Kaa, ingawa unaweza kujihisi mchovu au kuwa na wasiwasi usioeleweka, usikate tamaa, kwa sababu milango ya kazi inaanza kufunguka, na pia kuna uwezekano wa kupata fedha zaidi kuliko ulivyotarajia katika kipindi hiki. Unaweza pia kuvutiwa kimapenzi na mtu mpya, na uepuke pia kukosa kujiamini na kuwa mwangalifu unapoendesha gari au kufanya shughuli zinazohitaji umakini mkubwa. Tukiangalia katika nyota ya Simba au Leo, leo unapata baraka zinazoweza kuleta furaha katika mapenzi na pia kazi. Kuna ushirikiano mzuri na uona kutoka kwa marafiki na wafanyikazi wenzako ambao utakusaidia kufanikisha malengo yako. Kwa hivyo usiwe na shaka kuhusu biashara au kazi yako, kwa sababu juhudi zako zote zinaelekea kuzaa matunda. Na kama uko single, unaweza kukutana na mtu mwenye sifa unazozitamani na unazoziota kila siku kwa ajili ya uhusiano wa kudumu. Tukiangalia nyota ya Virgo au Mashuke, leo utaweza kusawazisha mapato na matumizi yako vizuri. Kazini unaweza kupewa majukumu mapya au kutazamwa kwa nafasi ya juu zaidi. Fedha ambazo zilikuwa zimekwama zitaweza kupatikana. Pia naona kuna matatizo ya kazi yanaweza tokea, biashara au mahusiano ambayo umekuwa nayo. Haya matatizo yataanza kupata suluhisho. Pia baadhi yenu wanaweza kupata fursa ya kuanzisha biashara mpya huku afya ikizidi kuimarika. Tukiangalia nyota ya Libra au nyota ya Mizani, ingawa utakuwa na shughuli nyingi, utaweza kushinda changamoto kwa msaada na watu wanaokuombea na wanaokuunga mkono. Pia naona ushirikiano mpya unaweza kuleta mafanikio makubwa, na wale walio kwenye mahusiano watafurahia nyakati nzuri pamoja. Pia
Pia unaweza kupata kazi nzuri kabla mwezi huu kuisha au kuanza uhusiano mpya. Pia naona baadhi yenu wanaweza kuhisi maumivu ya kichwa kutokana na uchovu, hivyo jipatie muda wa kupumzika. Tukiangalia nyota ya Scorpio au Nge, leo unaweza kujihisi mchovu kutokana na kukosa usingizi au kuwa na mawazo mengi, lakini hali hiyo haitadumu. Ushauri wa mtu mwenye hekima utakusaidia kurekebisha makosa na kupanga upya malengo yako. Hivyo basi usiogope changamoto, kwa sababu hakuna vizuizi vinavyozuia mafanikio yako. Bahati ya ndoa ninaiona inakuja, afya njema inaimarika, pia maendeleo ya kifedha vinaanza kujionyesha katika maisha yako. Baadhi yenu wanaweza pia kuhisi maumivu ya tumbo, kwa hivyo zingatia afya yako. Tukiangalia nyota ya Sagittarius au nyota ya mshale, naona kuna ushirikiano mzuri kazini ambao utakusaidia kukamilisha miradi iliyokuwa imekwama. Pia kuna shughuli za kijamii zitapanua mtandao wako na kukuletea fursa mpya. Migogoro na marafiki inaweza kumalizika, na kama umekuwa na wasiwasi kuhusu mahusiano au mahusiano yataanza yataanza kuwa mazuri. Na pia kuna kutarajia fursa za kazi au habari njema ndani ya siku chache zijazo. Capricorn au nyota ya mbuzi, kuna uwezo wako wa kuwasiliana vizuri utakusaidia kufanikisha malengo yako, na mahusiano yataimarika kwa sababu mtakuwa wazi kuelezea hisia zenu kwa wapenzi wenu. Pia usihofu kuhusu maisha au kazi, kwa kuwa nafasi iliyokusudiwa kwako itakufikia kwa wakati wake. Endelea kufanya kazi kwa bidii na usikate tamaa, kwani juhudi zako zitaleta matokeo mazuri. Tuangalia nyota ya Aquarius au Ndoo, leo unajua na nguvu na ari ya kufanya kazi. Ushirikiano mpya unaweza kukuletea mafanikio ya kifedha na maendeleo makubwa, ikiwa umekuwa ukihisi kama bahati zako zimefungwa. Huu ni wakati wa kuendelea na maombi na kutokata tamaa. Hatua kwa hatua njia zako zitaanza kufunguka na utapata kile unachokihitaji. Na tukikamilisha nyota ya mwisho ya Pisces ni kuwa nyota ya Pisces za Samaki, ingawa unaweza kujihisi mwenye huzuni au kukosa hamasa mwanzoni mwa siku hii ya Jumanne, usiruhusu hali hiyo ikuzuie, kwa sababu husda na vikwazo vilivyokuwa vinakukwamisha vitaanza kuondoka. Mipango yako ya kazi itaanza kutimia, na fedha zinaweza kuingia mfululizo bila kutarajia. Kabla ya kufanya maamuzi muhimu, amini hisia zako za ndani na epuka mazungumzo yanayoweza kuleta migogoro na watu wa karibu. Huu ni mwanzo wa kipindi kipya chenye matumaini na maendeleo. Huo ndio utabiri wa Jumanne ya leo, na kama utabiri huu utakugusa na utaona hili jambo hili ni kweli limetokea, usisahau kucomment ili watu wajue kuwa nishati ya utabiri wa nyota huwa haibadiliki wala haiongei uongo. Kumbuka, masuala ya utabiri, daily tarot reading na kuelewa nishati na mafunzo ya kiroho zaidi yanapatikana kwa channel yangu ya Dr. Mwaka Global. Hivyo basi like, comment, share na subscribe ili usiweze kukosa kwa hatua yoyote ile.